mashabiki wa Yanga mtu akakwambia mtu tuelezee kuhusu Alan Okello kidogo tu, unaweza kumuelezea nini ukaacha nini? Tuachane na hayo bwana. Of course amekuwa na game nzuri sana siku ya leo na kiwango chake ndicho hichi ambacho watu wengi tulikuwa tuna-expect kutoka kwake. Ila niambie pia unaweza kumuelezeaje Alan Okello? Mimi Florence, mechi ya leo ya Africans dhidi ya Coastal Union nili-expect game nzuri kutokana na mtindo wa uchezaji wa Coastal ambao nimekuwa nikiutazama hivi karibuni. Ni moja ya timu kwangu mimi ambayo imekuwa ikicheza kimkakati sana. Ulivyoona Coastal wanacheza leo ndivyo ambavyo kwenye mechi 3-4 zilizopita ndivyo ambavyo wamekuwa wakicheza. Ni adimu sana kukutana na timu ambayo ni daraja la kati Afrika cheza na timu kama Young Africans ambayo imekuwa ikipress kwa juu sana, alafu wakawa wanaanzisha mashambulizi kuanzia nyuma. Ukiwatazama Coastal ndicho ambacho walikuwa wanakifanya. Leo walikuwa wanajenga mashambulizi na wachezaji watano nyuma, center backs wawili, full backs wawili, alafu juu yake yupo Geoffrey Manyasi ambaye ndio kiungo wao. Wakati huo wachezaji wengine watano wamejiweka katika line ya katikati ya uwanja. Nitakuja nikuelezee ilikuwaje, lakini wakati huo kitazama pressing Young Africans kwa sababu walikuwa wanakabia zaidi juu, unakuta wamepeleka wachezaji watano, ila kuna muda pia hata wanaongezeka wanakuwa 6 kulingana tu na position ya Juki Abuya kama atasogea zaidi mbele au atabaki katika eneo la katikati. Sasa distance haikuwa kubwa kati ya mchezaji mmoja na mwingine kwa maana ya Coastal Union ile kwenye build up phase yao. Target yao baada ya muundo wao wa ujengaji wa mashambulizi huo, kwangu mimi nilikuwa naona wana methods mbili za kufanya ili kufika kwenye lango la Young Africans. Moja, kama watafanikiwa kupiga zile give and go passes ambazo walikuwa wanazifanya kwa maana zile pasi fupi ambazo zinakuwa zina lengo la kupenetrate katikati ya mistari ya ulinzi ya wachezaji wa Young Africans, basi walikuwa wanaweza wakachagua kwenda wides au kuingia katika maeneo ya katikati kulingana na namna ambavyo walikuwa wanaweza kaiona space. Lakini kama itashindikana kwa maana pressure mpira itakuwa kubwa sana kulingana na ile pressing Young Africans itakavyokuwa, basi wale center backs wao au full backs wao watapiga mipira nyuma migongo ya walinzi wa Young Africans ili wale wachezaji watano waliopo katika line ya mwisho waweze kugombania hiyo mipira. Ndio zilikuwa strategies zao mbili, na ukiangalia vizuri ndizo ambazo zilikuwa zinawasaidia sana kufika katika lango la Young Africans. Lakini it was very dangerous kwa sababu Young Africans kuna muda walikuwa wana press zaidi and still bado wanabaki katika formation, katika uundo huo wa ujengaji wa mashambulizi ambao ndio kwanza uliweza kupelekea wao kuconcede goli la kwanza kupitia kwa Alan Okello, pasi ambaye aliweza kuipoteza yule mchezaji wao ambaye anaitwa Bakari. Lakini ukija katika muundo wao wa ulinzi mara nyingi walikuwa na 5-3-2, ndio muundo ambao walikuwa wanautumia kuweza kuilinda timu yao. Kitu ambacho kuna muda ulikuwa ukiwatazama vizuri ni kama kuna baadhi ya players walikuwa wanacheza na move the baadhi ya wachezaji wa Young Africans kwa maana ya wanapokwenda basi na wao pia wanaenda. So sometimes ile ilikuwa inapelekea kuacha some gaps ambazo zilikuwa zinawasaidia wachezaji wa Young Africans kufika katika lango la Coastal Union. Lakini ukija kwa Yanga yenyewe, of course moja kitu ambacho nimekipenda leo kwa Yanga ni kukutana na timu ambayo inakaa chini, alafu wakawa na ile tunasema uvumilivu. Uvumilivu ambao una maana ya kutokuwa na haraka sana ya kwenda kumfungua. Just circulate the ball huku mkiwa mnabadilishana nafasi kuangalia namna gani ambavyo mnaweza mkapenetrate kufika golini kwa sababu gaps zilikuwa zinapatikana. So hata goli ambalo walikuja kuconcede goli la pili ni goli ambalo kiliangalia tu ni issue tu zile za concentration za kuulinzi kwa sababu mna mtu ambaye alikuwa ameenda kumbox Alan Okello katika mpira ambao aliweza kupiga karibu na zone 14. Wachezaji zaidi ya 3 walikuwa wapo karibu na golikipa wao. Bwana naweza nisimalize hapa. Nasi nimechambua kwa namna ambavyo nimetazama mpira. Bye. Tutoi tano sisi hatutoi tano jamani. Yanga hatutoi tano. Yanga hatutoi tano. Yanga hatutoi tano, tunaokotesha. Yao kwasi atoula. Yao kwasi atoula. Yao kwasi atoula. Yao kwasi atoula. Thank you brother, thank you yao. Wananchi tunatoa hela. Tia hela, tia hela. Tia hela yao kwasi, tia hela baba. Okota, si hatutoi tano, tunaokotesha. Sisi tunaokotesha. Sisi tunaokotesha yao. Yao okota, take money yao. Take money yao. Take money. Take money yao kwasi, take money brother. Take money brother. Yao, go there. Yao go there. Yao kwasi anaokota kwa wananchi. Sisi bwana hatutoi tano, sisi tunaokotesha, tunatia hela. Hiyo ndio Yanga Afrika. Wananunua sawa, tunanunua, tumekubali, lakini tunaomba mjue kwamba sasa hivi tunanunua hadi matawi yenu. Tumelinunua tawi lenu leo, kwa hiyo yamebaki mengine yote yatakao kuja nayo tunanunua vile vile.
Kwa hiyo tuko kileleni, anayetaka na aje, ila sisi tuko pale juu. Mwenye uwezo wa kutushusha nani? Mwenye uwezo wa kutushusha nani? Tuko kileleni. Oneni huyo Dunduka jamani. Kuwa Dunduka ni dhambi. Toka hapa. Umemwona mnyama? Utasema nini? Bwana, utaratibu ni ule ule. Yao Kwasi anachukua minoti yake. Sisi tuna upendo na mashabiki bwana. Yao Kwasi atola jeshi, anachukua minoti yake. Sio 16,000 kama za Makolo. Yao Kwasi atola jeshi. Anaokota salari zake safi kabisa. Anaokoteshwa bwana. Fundi kabisa misimu yote.